Watoto wadogo watapiga kelele, damu inatosha. Sasa damu ya Yesu ingetosha, situngekuwa tumeshafanikiwa. Sasa damu ya Yesu ingetosha, situngekuwa tumeshafanikiwa. Sasa damu ya Yesu ingetosha, situngekuwa tumeshafanikiwa. Lakini wengi wanalia, ni matatizo, ni shida. Na ndo hapo na sisi sasa wahuni tunakamatia hapo hapo, sasa tunaanza kuwaumiza. Na ndo hapo na sisi sasa wahuni tunakamatia hapo hapo, sasa tunaanza kuwaumiza. Na ndo hapo na sisi sasa wahuni tunakamatia hapo hapo, sasa tunaanza kuwaumiza. Na kusalimu tena. Mungu akubariki sana wewe ambaye umekuwa ukinifuatilia. Barikiwa sana na barikiwa sana kwa namna ambavyo umekuwa ukijitoa kuendelea kufuatilia na kujifunza. Lengo langu si kwamba ni muazirishe mtu au ni muumbue mtu, lakini nataka tujifunze kulingana na makosa yanayokuwa yanafanyika. Na wakati huu nataka uangalie hapo, alafu baada ya hapo tutaingia katika somo la muhimu sana ambalo utakwenda kujua vitu vingi na Mungu atakusaidia. Hebu angalia hii klipu ya nabii muhuni kama alivyosema, kwa maana Biblia inasema kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa hiyo kama alivyosema kuwa yeye ni nabii muhuni, hebu angalia klipu hiyo, alafu tutakuja kujifunza maandiko matakatifu. Amen. Nguvu ya kwanza inakupa ongezeko. Nguvu ya kwanza ya kafara, kumtolea Mungu sadaka ya kuchinja, inakupa ongezeko. Hakuna ongezeko bila kutoa sadaka ya kuchinja. Inakupa ongezeko, yani unapata ongezeko. Ibrahimu, hivi unajua kwa nini namngangania Ibrahimu? Namngangania Ibrahimu kwa sababu Ibrahimu ndio ramani yetu. Baba wa imani huyu. Wote Waislamu wote wanamwangalia Ibrahimu kama baba wa imani. Kanuni za kufanikiwa hizo. Kanuni za kufanikiwa. Kanuni ya kwanza ya kufanikiwa, uwe na akili timamu. Kanuni ya pili ya kufanikiwa, uwe na bahati. Kanuni ya tatu ya kufanikiwa, uwe na nyota. Kanuni ya nne ya kufanikiwa, ujitume. Kanuni ya tano ya kufanikiwa, usafiri. Mungu alimwambia Ibrahimu, toka hapa, nenda mpaka katika nchi nitakayokufanyaje, nitakayokuambia. Kanuni ya sita, lazima ufie unachokifanya. Nauliza kuhusiana na nguvu ya sadaka ya mnyama kwa sababu ya tuseme watu ambao tayari wanafanya. Tukitoa Wakristo ambao najua wengine umeshaanza kufanya nao wewe, kuna watu ambao sio Wakristo, sio Waislamu, sio watu wa hizi dini. Wao wana mlengo wao tu, wengine wanasema labda ni watu wa kiganga nini. Wao huo wanafanya sana hizo kafara za mnyama, ile damu ya mnyama. Yani ninachojiuliza kwamba kuna nguvu kiasi gani ukitoa ile sadaka ukifananisha na sadaka zingine, nikaenda nikawasaidia wajane, yatima, wale maskini, na ukifananisha na hiyo sadaka ya kuchinja. Kwa nini huwa inafanyika sana hiyo? Inafanyika sana hiyo kwa sababu ndio yenye nguvu, na watu wenye akili wanaoniangalia wanajua IPM ninachokiongea na maanisha nini. Watoto wadogo watapiga kelele, damu inatosha. Sasa damu ya Yesu ingetosha, situngekuwa tumeshafanikiwa. Sasa damu ya Yesu ingetosha, situngekuwa tumeshafanikiwa. Sasa damu ya Yesu ingetosha, situngekuwa tumeshafanikiwa. Lakini watu wanang'ang'ania hii sadaka kaka, ina mafanikio, yani impact yake ni kubwa. Ndio maana ukienda kwa mganga anakuambia kuku, haya mambo ya kawaida, sijui shika dawa kachome, vitu vya kawaida. Haikusikia mganga anakuambia kalete mbuzi 15, kalete mbuzi 30, unajua hapa nimefika kwa mganga. Kwa sababu hizo ndo level za kupanda ili uweze kufanyaje? Uweze kufanikiwa. Watu wenye mabasi hawa, baadhi yao, sio wote. Basi inachukuliwa, ile basi inafanywa dua. Wanaletwa mbuzi, wanamwagwa pale, na chinjwa, vinasomwa visomo. Kwamba wewe kila ukitaka kusafiri kwenda mkoa fulani, roho yako iwaze basi fulani. Wanachinjwa. Unafikiri basi zinatembea vipi barabarani hizi? Sio. Wanyama wanachinjwa. Wachina hawajengi madaraja bila kuchinja. Kawaulize ma contractor wataelewa ninachokiongea. Wachina wanachinja, Wahindi wanachinja. Waislamu ndo kabisa ndo nyumbani. Waislamu ndo kabisa ndo nyumbani. Waislamu ndo kabisa ndo nyumbani. Wao hata hawajifichi. Wameita kabisa Idi ya kuchinja.
idi ya kuchinja. Wanachinja nyama zile, wanatoa swadaka kwa watu masikini, majirani, watu wasiojiweza, na mambo yao yanakwenda. Mabasi kibao barabarani huko, maroli kibao huko, makampuni kibao. Hakuna kiwanda duniani hapa kinatengenezwa hivi bila kuchinja. Watu wana siri, si mafanikio si siri, watu wanafanya kwa sababu washaona kwamba ukifanya hadharani unaonekana mchawi. Kwa wanafanya kwa siri. Kwa nini wasifanye vitu vingine hivi? Kwa nini wanachinja? Wanachinja watu wote wanaotaka kufanikiwa juu, kwa sababu wanajua kanuni ya kufanikiwa. Ili jambo liende na matokeo yaonekane, lazima uchinje nyama. Wamekopi kwa nani? Wamekopi kwa baba yetu wa imani Ibrahimu. Sisi uzungu mwingi tumeacha, mapokeo yamekuja tumeacha, tunasema ni ushirikina. Wakinunua mabasi tunawaita tena wana majini. Hebu asinchoshe bwana. Mimi nachinja, mimi na jamii yangu tutachinja. Tutachinja kwa lengo gani? Kwa ajili ya mafanikio yetu, tuongezeke kimwili. Lakini wengi wanalia, ni matatizo, ni shida. Na ndo hapo na sisi sasa wahuni tunakamatia hapo hapo, sasa tunaanza kuwaumiza. Na ndo hapo na sisi sasa wahuni tunakamatia hapo hapo, sasa tunaanza kuwaumiza. Na ndo hapo na sisi sasa wahuni tunakamatia hapo hapo, sasa tunaanza kuwaumiza. Kuchinja, watu wanachinja kwa sababu wanajua matokeo ya kuchinja. Ukichinja lazima uone matokeo, lazima uone majibu. Usipochinja, haya, endelea na maombi. Kuna maneno mawili ambayo yapo kwenye Biblia. Yesu anaongea na, kuna maneno mle anaongea na watu. Kuna ile ya kwamba ni ngumu sana kwa tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Alafu anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, mengine mtazidishiwa. Hapa sasa mtu afanye hivyo alafu apate utajiri. Na kuna ugumu wa kuingia mbinguni ukiwa tajiri. Alafu anakuambia utafute kwanza ufalme wa mbinguni au mengine utazidishiwa. Mtu anaweza katoka huko ameshamsikia IPM akasema naenda kuchinja kwa IPM ili niwe tajiri. Sio lengo kwenda mbinguni, lengo kuwa tajiri. Je, hii ni sawa na kawaida ambayo ilitakiwa wewe kama mchungaji uifanye, wewe kama nabii uifanye, kwamba mtu atafute utajiri alafu ashindwe kwenda mbinguni? Kwamba yeye aje kwa IPM bwana, naenda kuchinja kwa IPM kwa sababu ya kupata utajiri, sio kwa lengo la kwenda mbinguni. Wakati tumeambiwa kwamba tafuta kwanza ufalme wa mbinguni, mengine utazidishiwa. Kwa sababu siamini katika tunaongea kwamba kuna mtu atakuja kwamba naenda kuchinja IPM, baba nifundishe nichinje ili niende mbinguni. Mtu anasema naenda kuchinja ili nipate utajiri. Nafikiri ni swali zuri. La kwanza, hatuchinji kila siku. Hatuchinji kila siku. Tunachinja baada ya miezi mitatu. Kwa tunakaa mwezi huu wa kwanza, wa pili mpaka miezi mitatu ndo tunachinja tena. Kwa hiyo ibada zetu za kuchinja ni mpaka miezi mitatu. Kwa hiyo kama na ni siku moja tunachinja, ni ibada ya siku moja, kwamba tunachinja leo, tunachinja. Kwa baada kwa miezi mingine yote, miezi miwili na siku 28 zote tunafanyaje? Soma neno la Mungu, tunabatizana, tunafundishana meza ya Bwana, tunafundishana umuhimu wa damu ya Yesu, tunafundishana umuhimu wa damu ya Yesu, tunafundishana umuhimu wa damu ya Yesu. Mara nyingi kumekuwa na mambo mengi, maneno mengi, watu wakizungumza kwamba Biblia haiko hivyo, Biblia hutakiwi kumwambia mtu hivyo kwa njia ya mitandao. Lakini zamani mitandao haikuwepo, na kama mitandao zamani ingekuwepo basi tungeliona kabisa katika mitandao. Ni kwa sababu haikuwepo, palikuwepo na karamu, ndio maana yaliandikwa. Hebu tuangalie katika Biblia, katika kitabu kile cha Wagalatia 2 mstari ule wa 11. Anasema, lakini Kefa alipokuja Antiokia, Kefa maana yake ni Petro, Antiokia, na alishindana naye uso kwa uso kwa sababu alistahili hukumu. Haya ni maneno aliyokuwa anazungumza Paulo. Anasema Petro alipokuja Antiokia alimfesi uso kwa uso bila kumwogopa. Na ndio maana wewe uliyeitwa ambaye ni Mkristo, ikiwa unaona uovu unafanyika, lazima ufesi uovu, lazima umfesi mwovu, ili kumwambia uovu wake anaofanya sio sawa na hawezi kuurithi ufalme wa Mungu, utakuwa umemsaidia. Kwa anasema alishindana naye uso kwa uso. Kwa hiyo niko hapa kushindana uso kwa uso wale wanaostahili hukumu, kuambia hukumu yao. Mstari ule wa 14 anasema, walakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawasawa na kweli ya Injili,
naliwaambia Kefa mbele ya watu wote. Hapa ni kipindi ambacho tayari Bwana Yesu ameshaondoka na wanafunzi wake wale 12 wakifanya maagizo na lile kusudi la Mungu. Kwa hiyo Petro alienenda tofauti na lile neno la Injili. Maana hapa Biblia inaniambia Petro alianguka. Ndio maana anaambiwa na Paulo, baada ya kuona Petro ameanguka, Paulo anamwambia ya kwamba alipoona ya kuwa hawaenendi sawasawa na ile Injili, Biblia inasema ya kwamba aliwakemea au aliwaambia au alimwambia Kefa mbele ya watu wote. Mbele ya watu wote. Hakumuita pembeni kwamba Petro, njoo bwana, Kefa kaa hapa tuongee hii siri, wache hii ni dhambi, acha. Biblia inasema Paulo alikuwa ni jasiri, hakuogopa, ndani yake palikuwa na Roho Mtakatifu, akamkemea mbele ya watu wote, ili watu wote wajue kosa lake, wajue uovu wake. Na si tu kwamba alimkemea peke yake, iliandikwa, na ndio maana leo tunaisoma. Hebu niambie, katika anguko hili la kukemewa, Petro anakemewa na Paulo, limeandikwa leo, limesomwa na watu wangapi duniani? Ni mabilioni ya watu wamesoma habari za Petro akikemewa na Paulo. Kwa hiyo tunapokemea, msiseme sijui ni kosa, sijui nini. Hapana, kosa ni wewe ambaye unaficha dhambi, unataka dhambi ifichwe. Ndio maana Biblia inasema afichaye dhambi hatafanikiwa, bali yeye aziungamaye atapata rehema. Kwa hiyo dhambi haifichwi, dhambi inawekwa wazi. Kwa hiyo leo nataka nimkemee huyu nabii muhuni kama alivyosema kwa maneno yake mwenyewe ya kinywa chake, akiwaambia watu kwa habari ya kwamba damu ya Yesu haitoshi. Kwa hiyo watu waanze kuchinja damu za ng'ombe, damu za wanyama, ili basi waweze kuwa matajiri. Nisikilize vizuri, tutakwenda hatua kwa hatua maandiko matakatifu. Katika Waibrania 9 mstari wa 22, Biblia inasema na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Katika Torati palikuwa hili liwepo ondoleo la dhambi, ilibidi imwagwe damu ya wanyama. Ukisoma katika mstari ule wa 23, basi ilikuwa sharti nakala za mambo yaliyo mbinguni zisafishwe kwa hizo, lakini mambo ya mbinguni yenyewe hayasafishwi kwa dhabihu zilizo bora kuliko hizo. Kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono ya wanadamu. Maana yake Kristo alikuja kuzivunja kafara za wanyama. Yeye kufanyika kafara na watu kuacha kufanya kafara za wanyama. Ndio maana Yesu wakati anakuja na Yohana alipomtazama aliwaambia kwamba tazameni mwana kondoo azichukuae dhambi za ulimwengu. Kwa hiyo Yesu Kristo alifanyika kondoo, alichinjwa ili aziue sadaka za machinjo ambazo leo huyu mtumishi muhuni anazo zitetea. Sema kwa sababu Kristo hakuingia katika patakatifu palipofanyika kwa mikono, ndio mfano wa patakatifu halisi, bali aliingia mbinguni hasa aonekane sasa usoni pa Mungu kwa ajili yetu. Mstari wa 25, wala si kwamba ajitoe mara nyingi kama vile kuhani mkuu aingiavyo katika patakatifu kila mwaka kwa damu isiyo yake. Manake walikuwa wanaingia patakatifu kwa damu isiyo yao, wanachinja wanyama kwa ajili ya watu wengine kusamehewa makosa yao. 26, kama ni hivyo ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa msingi wa ulimwengu. Lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa azitengue
azitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Maana yake Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Yaani walikuwa wakichinja wanyama. Lengo la kuchinja wanyama ni mtu kufunikwa dhambi zake, lakini damu ya Yesu iko kwa ajili ya kuziondoa dhambi zote za wanadamu. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja na baada ya kufa ni hukumu, kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja, akiisha kutolewa sadaka, na sadaka ya damu, sadaka ya kuchinja, alichinjwa, sadaka ya kujitoa dhabihu. Kadhalika Kristo naye akiisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi. Alitolewa mara moja na sio mara mbili kama hawa watu wanavyotaka watu kufanya makafara. Atatokea mara ya pili pasipo dhambi kwa hao wamtazamiao kwa wokovu. Endelea kumtazamia Mungu kwa wokovu. Usisikilize maneno ya waovu, manabii wahuni kama asemavyo. Waibrania 9:11, lakini Kristo akiisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwepo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi, isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu. 12, wala si kwa damu ya mbuzi, wala si kwa damu ya mbuzi. Wao walikuwa wanatoa makafara ya damu ya mbuzi ili kufunika dhambi zao, ili kupata ondoleo la dhambi, ili kutoa makafara kwa Mungu. Enzi hiyo, kipindi hicho cha Agano la Kale. Lakini sasa anasema wala si kwa damu ya mbuzi na damu, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliyeingia mara moja tu katika patakatifu, akiisha kupata ukombozi wa milele. 13, kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walinyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambayo yeye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu. Itawasafisha, sio dhamiri, sio tena ndama, sio tena mbuzi, sio tena ng'ombe. Itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Mstari wa 15, na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya. Maana katika agano jipya hakuna sadaka ya kuchinja. Yesu Kristo alisimama kama sadaka hiyo, akachinjwa. Yesu Kristo alisimama kama sadaka hiyo, akajitoa dhabihu kwa ajili yetu sisi, ili tubarikiwe, tufanikiwe, tusiteswe na nguvu za giza katika maisha ya ulimwengu huu. Na kwa sababu hii ni mjumbe wa agano jipya, ili mauti ikiisha kufanyika kwa ukombozi, makosa yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, au walioitwa wapokea ahadi ya urithi wa milele. Yaliyokuwa chini ya agano la kwanza, hao walioitwa waipokea ahadi ya urithi wa milele. Wakorinto wa 2:8, nakupa maandiko ya kusaidie ili uone kabisa huyu mtu kama alivyosema jina lake nabii muhuni. Wakorinto wa 2:8-9, maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Kwa hiyo yeye Kristo alikufa, alikuja duniani, akateswa, akasurubiwa, akaimwaga damu yake, akaonekana maskini sana wakati yeye ni tajiri, ili sisi tupate kuwa matajiri. Kwa hiyo damu ya Yesu Kristo, au kujitoa kwake Yesu Kristo, kutatufanya sisi tufanikiwe katika ulimwengu wa roho,
na katika ulimwengu wa mwili. Na hata kama hautafanikiwa kama wengine wafanikiwavyo, Mungu akakupa chakula, akakupa mavazi, akakupa nyumba ya kuishi, shukuru. Kwa maana Biblia inasema itakufaidia nini kupewa vitu vyote vya ulimwengu huu halafu ukaukosa ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hii habari ya kuchinja eti uwe tajiri ni habari ambayo inafanya ili kuzoofisha kwamba Yesu Kristo hakufa kwa ajili yetu. Inaleta uhalali kwamba damu ya Yesu Kristo haikuwa na kazi kwetu. Damu ya Yesu Kristo haitoshi, kama alivyosema kwamba damu ya Yesu Kristo haitoshi. Ndivyo inavyokuwa. Kwa hiyo manabii kama hawa ni manabii, wanasema ni manabii kanjanja. Na huyu nabii alitokea katika hiyo dini ya mama mdogo, dini ya wavaa kofia, alitokea huko. Sasa sijui baba yake wa kiroho ni nani ambaye alimfundisha neno la Mungu, kwa sababu lazima unapookoka awepo mtu ambaye anasimama kwa ajili ya kukufundisha. Sijajua aliyemhubiri injili naye alikuwa anafanana kama yeye, sijui, labda ni watu ambao wamekuja kupeleleza uhuru wetu. Kwa hiyo anaposema damu ya Yesu haitoshi, na ndio maana anawaambia watu wachinje mbuzi, wachinje kondoo. Nataka nikwambie, mahali hapo sio mahali pa kuabudu, mahali hapo sio mahali pa kusali, mahali hapo ahubiriwi Yesu Kristo wa Nazareti, Yesu Kristo Mungu wa kweli, ahubiriwi hapo. Hapo kuna Yesu mwingine, na ndio maana Yesu huyo wa kwenu anasema hatoshi. Lakini mimi nachojua, damu ya Yesu inatosha. Yesu Kristo ni Mungu, ni Bwana wa mabwana, ni mfalme wa wafalme. Katika yeye kila kitu kiko mikononi mwake. Anasema utafuteni ufalme wa Mungu kwanza, haki yake, na mengine mtazidishiwa. Maana fedha na dhahabu ni mali ya Bwana, ni mali ya Kristo. Kwa hiyo huyo anawahubiri uongo, anawahubiri udanganyifu, ndio manabii wa uongo watatokea. Ndio hii alama kwamba damu ya Yesu haitoshi. Nataka nikwambie, damu ya Yesu inatosha. Mungu ni yeye yule jana na hata milele. Kwa yeye tunabarikiwa, kwa yeye tunauona uzima wa milele, kwa yeye alikufa kwa ajili yetu, tumeokolewa kwa yeye, yaani Mungu mkuu, Bwana wetu Yesu Kristo. Zaidi ya kusema amini, amen, kama unanielewa. Kwa hiyo tunaona hapa yeye alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri, lakini mtu anakuambia chinja ili uwe tajiri kwa sababu damu ya Yesu haitoshi. Niseme huo ni uganga wa kienyeji, huo ni ushetani. Sasa hivi atuchinji, yeye alishafanyika yeye kuwa sadaka, akajitoa dhabihu. Kwa hiyo yeye alijitoa ili sisi tuwe matajiri. Kwa hiyo ili sisi tuokolewe, ili sisi tumwendee yeye, ili sisi tupate msamaha wa dhambi. Kwa hiyo kama kuna mtu anakuambia kwamba ili ufanikiwe uchinje, huyo ni mganga wa kienyeji, lakini aliyejiingiza kwa siri akilitaja jina la Yesu. Kwa hiyo kuna waganga wengi ambao wametupa kaniki. Kuna waganga wengi wametupa kaniki, wametupa usinga, wametupa manyanga, wamevaa suti, wako ndani ya membari au madhabahu wakisema ya kwamba wao wameokolewa na Yesu. Lakini Biblia inasema tutawatambua kwa matunda, matendo yao. Kwa hiyo ninakukemea wewe nabii muhuni, kama ulivyosema ya kwamba sisi wahuni. Ninakukemea kwamba hakuna sadaka ya kuchinja kwa Mkristo leo. Wanaochinja hao hawana damu iliyosimama yenye nguvu kwao, hawana damu iliyosimama yenye nguvu kwao. Waganga wa kienyeji wanachinja. Unapokwenda kwa mganga wa kienyeji anakuambia ili matatizo yako yaondoke, tafuta mbuzi, maana tafuta ng'ombe, tafuta kuku, ili kuku achinjwe na damu yake imwagike, isimame kuzuia mapepo yao mengine ambayo yanakuwa yamemfunga mtu. Kwa hiyo hawana damu yenye nguvu.
lakini sisi tayari damu yenye nguvu, yani damu ya Yesu Kristo imesimama. Nayo kwa hiyo damu mapepo yanakimbia, nayo kwa hiyo damu magonjwa yanakimbia, nayo kwa hiyo damu maskini unakimbia, nayo kwa damu tunaokolewa na tunakwenda mbinguni. Damu ya Yesu inatosha. Kwa hiyo unapoona mtu anakuambia damu ya Yesu haitoshi, chinja mnyama, huyo ni muongo, huyo ni mganga wa kienyeji, huyo ni wale dini ya mamdogo ambao hawana damu yenye nguvu mpaka waje kwenye damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kuchinja ni kwa shetani leo, kuchinja ni kwa shetani leo. Shetani ndo anaendelea na hiyo kanuni ya kuchinja, lakini Bwana tayari alijitoa dhabihu kwa ajili yetu ili sisi tupate neema na tuokolewe. Katika waraka wa Yohana wa pili 1:7 Biblia inasema, kwa maana wadanganyifu ni wengi wametokea duniani, wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Manake unaposema kwamba watu wachinje wa Kristo ambao tayari Kristo alishakuja kwa ajili ya mwili, akaja kwa mwili akachinjwa kwa ajili yao, ili wao wapate neema, wapate kufanyika matajiri, wapate kufanyika matajiri wa roho na mwili, wapate kuinuliwa, wapate kufika mbinguni, dhambi zao zifutwe. Wewe ni muongo, kama Biblia inavyosema, wewe ni mdanganyifu. Wadanganyifu wengi wametokea duniani, wasiokiri ya kuwa Yesu Kristo yuaja katika mwili. Maanake unapowaambia watu wachinje, ni kuambia watu Yesu akuja katika mwili na kujitoa dhabihu kwa ajili ya wanadamu. Anasema huyo ndiye yule mdanganyifu na mpinga Kristo. Hao wanaosema chinja, hao ndio wadanganyifu na wapinga Kristo. Sasa 8, jiangalieni nafsi zenu, msiyapoteze mlioyatenda, bali mpokee thawabu timirifu. 9, kila apataye cheo wala asidumu katika mafundisho ya Kristo, yeye ana Mungu. Yeye adumuye katika mafundisho hayo, huyo ana Baba na Mwana pia. 10, mtu akija kwenu naye aleti mafundisho hayo, msimkaribishe nyumbani mwenu, wala msimpe salamu. Biblia inasema tusimkaribishe nyumbani mwetu, wala tusimpe salamu. Yani umpite kabisa. Mtu ambaye analeta mafundisho potofu, Biblia inasema umpite kabisa, wala usimpe nini? Salamu. Waibrania 9:26, basi vitu hivi vikisha kutengenezwa hivyo, makuhani huingia katika hema hiyo ya kwanza daima, wakiyatimiza mambo ya ibada. Lakini katika hema hiyo ya pili, kuhani mkuu huingia peke yake mara moja kila mwaka, pasipo damu, atoaye kwa ajili ya nafsi yake na kwa dhambi za kutojua za hao watu. Roho Mtakatifu akionyesha neno hili ya kwamba njia ya kupaingia patakatifu ilikuwa haijadhihirishwa bado, hapo hema ya kwanza ilipokuwa ingali ikisimama, ambayo ndiyo mfano wa wakati huu uliopo sasa. Wakati huo sadaka na dhabihu zilitolewa, zisizoweza kwa jinsi ya dhambi kumkamilisha mtu haabudie. Kwa kuwa ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji na kutawadha kwingine kwingi zilizoamliwa hata wakati wa matengenezo mapya. Lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema. Mambo mema ni nini? Mambo mema ni pamoja na baraka, mambo mema ni pamoja na ulinzi, mambo mema ni pamoja na kuingia katika uzima wa milele. Anasema, lakini Kristo akisha kuja, aliye kuhani mkuu wa mambo mema yatakayokuwepo kwa hema iliyo kubwa na kamilifu zaidi,
isiyofanyika kwa mikono, maana yake isiyo ya ulimwengu huu, wala si kwa damu ya mbuzi, wala si kwa damu ya mbuzi, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu utakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Yesu Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu, mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kwa hiyo nataka nikwambie, hakuna sadaka ya kuchinja kwa mtu aliyemwamini Yesu Kristo. Yesu Kristo tayari alichinjwa kwa ajili yetu, ili tubarikiwe, ili tuokolewe, ili tuishi katika uzima wa milele. Kwa hiyo hawa wanaochinja ni ibada za mashetani. Na nataka niseme hii kwamba na wale watu wanaopewa vyakula au wanyama wanaochinjwa kutoka kwenye hizi madhabahu, nataka niseme wasizipokee. Usile nyama mfu, usile nyama iliyotoka kwenye madhabahu za mashetani. Unapokula nyama zilizotoka katika madhabahu za mashetani, zinaleta matatizo katika maisha yako. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba damu ya Yesu pekee yatosha. Hakuna damu nyingine sasa. Damu ya Yesu imesimama. Kuna damu ya mafahali wa mbuzi, kuna damu ya ng'ombe, wala damu ya kondoo. Damu ya Yesu yatosha peke yake. Kwa hiyo hizi nyama zinazochinjwa kutoka kwenye madhabahu au ibada, usile kabisa wewe Mkristo, wala usiende kuzichukua. Zitakunajisi na kukuchafua. Kwa hiyo waganga wa kienyeji ndio wanachinja, watu wasiokuwa na Mungu ndio wanachinja ili kutoa kafara. Kwanza, jambo la kwanza, wanatoa kafara. Ndio maana Yesu alijitoa dhabihu, yani kafara, ili tupate kuokolewa. Kwa hiyo na wao hutoa mnyama kama kafara, damu imwagike, na ikisha kumwagika damu, basi ile nguvu au yule Mungu anayemwabudu aipokee ile dhabihu, apokee na ile damu, aweze kufunika mapepo au kuyazuia mapepo yasimtese mtu kwa muda. Kwa hiyo hii ni ibada ya mashetani. Ibada ya wanyama ni ibada ya mashetani. Kwa hiyo kama alivyosema kwamba yeye ni nabii muhuni, naomba msiende kwa wahuni. Wahuni watawapiga. Mwana anasema kama vile wahuni wanavyofanya. Kwa hiyo wako wengi ambao wanafanya hivi, na Mungu anazihirisha haya ili watu wajue ni wapi pa kukimbilia. Kwa hiyo unaweza ukakuta wababa, watu wazima, wa mama, unakimbilia hapo eti kwenda kuchinja. Hapana. Yesu Kristo alichinjwa ili sisi tuwe matajiri, na damu ya Yesu ni damu yenye nguvu. Hakuna damu yoyote inayozidi damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya Habili. Damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya wanyama. Damu ya Yesu inanena mema kuliko damu zote zilizowahi kutolewa duniani. Damu ya Yesu ni damu yenye nguvu. Mungu ni mwenye nguvu. Kwa hiyo hawa wanaoshauri watu kufanya uovu namna hii, kimbieni na muondoke katika hayo makanisa, ili muokoe roho zenu, msije mkaingia kuzimu siku moja kwa macho yenu mawili. Ni manabii vipofu wa vipofu wanawapeleka watu katika mashimo. Mungu akubariki sana. Nimekuonya hilo bila kuogopa, kukwambia ukweli kwamba lazima uwe makini. Sasa hivi tuko katika hali ambayo dunia inaelekea kuisha. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu. Shalom.